Kila mwaka takriban tani milioni 400 za plastiki huzalishwa ulimwenguni kote, na walau nusu ya plastiki hizo ni zile za matumizi ya mara moja. Kati ya tani milioni 8 hadi tani milioni 11 huingia katika mazingira ya bahari. Bahari inachangia karibu robo tatu ya sehemu ya uso wa dunia, ikiwa ni sehemu kubwa inayounda mazingira ya dunia. Kimsingi leo tunaazimisha siku ya bahari duniani, na kila inapofika Juni 8 dunia nzima inakuwa inaazimisha hii siku kwa ajili ya kuendelea kukuza uelewa kuhusiana na umuhimu na madhara ambayo yanaikumba bahari kwa sasa. Kimsingi kati ya madhara makubwa sana ambayo yanachagiza siku hii ni uchafuzi wa taka za plastiki. Na taka za plastiki kwa takwimu tunaambiwa kwa mwaka zinazalishwa zaidi ya tani milioni 300, na huku tani 8 mpaka tani 14 za taka hizo huelekezwa katika bahari. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba taka za plastiki zinazoelekea baharini zinakwenda kutishia maisha ya viumbe ambavyo viko baharini. Na ndio maana kuna tafiti zingine zinatuambia kwamba itakapofika mwaka 2050 inawezekana bahari yetu ikawa na idadi kubwa ya plastiki kuliko idadi ya samaki. Na tafiti zaidi zinasema 50% ya kobe bahari tayari wameshawahi kula plastiki. Maana yake ni nini? Kama zamani watu walikuwa wanakula bluefish, leo hii tutakuwa tunakula plastic fish, kwa sababu plastiki imeweza kufika kila sehemu. Plastiki imeweza kufika baharini, plastiki ipo kwenye hewa, manake hata tukivuta hewa tunavuta chembe ndogo ndogo za plastic, lakini plastiki pia ipo kwenye maji. Na ndio maana moja ya tafiti ambazo zimekuwa released mwaka 2024 zinaeleza kwamba tayari chembe za plastiki zinapatikana kwenye seli ya binadamu, na angalau kila mwanadamu anakula gramu 5 za microplastic kwa kila wiki. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu kwa mwaka ni kiasi gani. Siku ya leo ni muendelezo wa kuadhimisha siku ya mazingira duniani, ambapo vijana, mashirika, taasisi tumekutana hapa kwa ajili ya kusafisha fukwe za bahari, ikiwa ni moja katika ajenda muhimu sana ya mazingira, kuhakikisha viumbe vyote vya baharini vinakuwa salama, lakini pia mazingira ya bahari yanakuwa salama, kwa sababu mazingira haya ya fukwe yamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa serikali, lakini pia kwa jamii. Watu wengi wamekuwa wanakuja kufanya utalii, lakini pia kuna watu wanaendesha biashara zao maeneo haya. Kwa hiyo usafishaji wa fukwe kimazingira, kijamii ni jambo muhimu sana, na sisi kama taasisi, vijana na mashirika tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunalitimiza hilo. My name is Hannah, I'm from Scotland. Jina langu ni Hannah, natokea Scotland. Nafanya mafunzo tarajali kupitia Art in Tanzania. Nipo kwenye mafunzo ya saikolojia ya jamii. Tulikuja na pamoja na msichana mmoja ambaye anafanya kazi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Yeye ndiye aliyeniambia kwamba kama nitapenda kujitolea kusaidia kusafisha fukwe, na niliona kuwa ni wazo zuri sana. Tuko hapa kwa wiki 4. Kwa hiyo ni vyema kujihusisha na shughuli za jamii. Nadhani ni jambo jema kuona watu wengi wamejitokeza kushiriki. Inaweza kuwahamasisha watu kufanya hivi mara kwa mara ili waweze kufurahia fukwe na kuendelea kushiriki kwenye shughuli kama hizi. Ni muhimu sana kuhifadhi maisha ya baharini, na unaweza kuona jinsi maji ya bahari yalivyo ya buluu. Kwa hivyo ni wazi kuwa tunafanya jambo sahihi mahali fulani. Important to maintain your sea life, and you can see how blue the water is, so obviously you're doing something right somewhere. Sasa tukiwa tunaweka mazingira yetu mabaya, kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Tukumbuke kwamba kwenye hii bahari kuna viumbe ambao wanapatikana kama samaki ambao wanategemea usafi wa mazingira ili kusurvive. Ukiachana pia na viumbe kama samaki, pia sisi binadamu tunatumia ile eneo kama eneo la enjoyment na vitu kama hivyo. Sasa mazingira yetu yakiwa mabaya, ina maana hatuta enjoy tena, ile itakuwa ni karaha. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi sana kuungana na MBRC katika swala nzima la usafi wa mazingira ya eneo la bahari, kwa sababu mazingira yakiwa safi hata sisi tunakuwa safi. Kiukweli ni passion yangu mimi kama mimi ya kuhudhuria katika beach cleanup activities na activities zote ambazo zinahusika na kufanya protection ya viumbe ambavyo haviwezi kusema. Kwa mfano, kuna plastic tofauti zinaathiri bahari. Yaani plastic zikienda baharini, viumbe ambavyo wako baharini wanapata effect kubwa mno. Kwa hiyo mimi kama mimi nina passion ya kwamba kwa nini nisitetee vile viumbe ambavyo haviwezi kuongea. I think definitely the amount of waste that all these people pick up, I think is quite a lot. And taka ambacho watu hawa wote wanakusanya ni kikubwa sana, na pia inasaidia kuongeza uelewa. Watu wengi wataona jambo hili, habari zinaweza kusambaa, na huenda tukio kama hili likaanza kufanyika mara kwa mara.
Hivyo itasaidia kupunguza takataka zaidi, na kama watu wataweza kuona kiasi cha taka kilichopo ufukweni, basi huenda wakaanza kuchakata taka zaidi au kutupa kwenye pipa badala ya kuzitupa hovyo. Well, I think maybe just go to the source of the problem, which is not. Nadhani suluhisho ni kwenda kwenye chanzo cha tatizo, nacho ni kutotupa taka mahali pasipokuwa sahihi tangu mwanzo. Labda kuweka mapipa mengi zaidi hapa Tanzania. Hakuna mapipa mengi hapa ukilinganisha na kule nilikotoka Uingereza. Vitu kama hivyo huongeza uelewa zaidi mashuleni na hata kwa wananchi kwa ujumla. Mambo kama hayo ndio chanzo cha tatizo ambacho kinatakiwa kutatuliwa. And to the people, things like that. Yeah, are the source of the problem. Najisikia vizuri sana kwa sababu sisi vijana ndio chachu ya maendeleo, na ndio tunahakikisha kwamba baadaye yetu tunaitunza kuianzia sasa. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, ninakuwa ni mwepesi sana na ninawiwa kuhudhuria kwa uharaka ili kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanatulinda. Uzuri ni kwamba tukio hili linafanyika ikiwa imebaki kama miezi miwili kuelekea kwenye mkutano ambao unalenga kupitisha mkataba wa kupinga plastiki. Kimsingi tunaamini mkataba wa kuzuia plastiki ukipitishwa, inawezekana tukawa tuna utaratibu ambao unawabana wale ambao wanazalisha hizi plastiki, na mwisho wa siku tunaweza tukatatua tatizo kwa ukubwa sana. Manake vijana, jitihada zetu zinaweza zikafika sehemu fulani, NGOs zinaweza zikafika sehemu fulani, lakini lazima tukubaliane kwamba ili kuenda na kasi inayostahili katika kupambana na janga hili la plastiki, lazima tuwe na mikataba ya kimataifa ambayo inawabana wazalishaji, inawabana watu wote ambao wapo kwenye mnyororo wa thamani wa plastiki, lakini pia unaweka wajibu kwa kila mtu bila kuangalia hii ni kundi gani au ni taasisi gani au ni kampuni gani. Ujumbe wangu ni kwamba miaka ya zamani, vizazi vya zamani vilikuwa vinarahisisha vizazi vinavyofuata dunia ambayo ni safi, salama na endelevu. Lakini baada ya ugunduzi wa plastiki, naweza nikasema sio ugunduzi, ni uharibifu, kwa sababu ugunduzi lazima uwe na matokeo chanya kwenye jamii. Baada ya kuja hii teknolojia ya plastiki, tunagundua kwamba kizazi kilichopo kinalisisha matatizo kizazi kinachokuja. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kila mmoja wetu ahakikishe yeye anatengeneza mazingira salama, sio kwa ajili yake yeye. Kama unaamini shughuli yako ya uchumi amini kipato chako kinatokana na uharibifu wa mazingira, basi inabidi ufikiri tofauti, kwamba kama unategemea mazingira yaharibike ili uweze kuishi, inawezekana hujafikiri sawa. Kwa hiyo ili tuweze kufika kwenye jamii ambayo ni salama na endelevu, tuanze kufikiria kizazi kijacho tunalisisha nini? Tunalisisha baraka au tunalisisha matatizo? Hiyo itatusaidia sana kuweza kulinda dunia yetu kwa ajili yetu sisi wenyewe na hata kizazi kinachokuja.